Haleluya, tumsifu Mwokozi Yesu kwa maana yeye ni mwema katika maisha yetu. Jioni ya leo ningependa tusome maandiko matakatifu katika kitabu cha Mathayo mtakatifu. Mlango wake ni wa 16, mstari wake ni wa 13 mpaka mstari wa 18. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Maandiko siku ya leo inaenda kuongea jinsi wakati ambapo Yesu aliuliza wanafunzi wake ya kwamba watu wanasema Yesu ni nani? Watu wanasema mwana wa Adamu ni nani? Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa maana tunajua kuna watu wengi ambaye hawajui mwana wa Adamu ni nani. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Lakini kumbuka Petero peke yake ndiye aliweza kujua mwana wa Adamu ni nani. Aliweza kujua Yesu ni nani. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Nitasoma mstari wake wa 13. Biblia inasema ya kwamba basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tazama maandiko inatuambia ya kwamba Yesu alienda pande za Kaisaria Filipi. Huko ndiko alipouliza wanafunzi wake ya kwamba watu wananena ya kwamba mwana wa Adamu ni nani? Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Mstari wake ni wa 14. Biblia inasema ya kwamba wanafunzi wake waliweza kujibu na ikasema ya kwamba wakasema, wengine unena yu Yohana Mbatizaji, wengine Eliya, wengine Yeremia au mmojawapo wa manabii. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tazama wanafunzi wake waliweza kumjibu wakasema ya kwamba wengine wanasema ya kwamba Yesu ndiye Yohana Mbatizaji, wengine walisema ya kwamba Yesu ndiye Eliya, wengine waliweza kusema ya kwamba Yesu ndiye Yeremia, na wengine walisema ya kwamba Yesu ni mmojawapo wa manabii. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Na wewe mwenyewe kibinafsi siku ya leo unamjua Yesu kama nani? Wewe unamfahamu Yesu kama nani katika maisha yako? Unamjua mwana wa Adamu kama nani katika maisha yako? Wewe kibinafsi mwenyewe unamjua Yesu kama nani? Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Mstari wake ni wa 15. Biblia inasema ya kwamba akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kumbuka jinsi wanafunzi walivyomjibu ya kwamba wengine wanasema Yohana, wengine wanasema Eliya, wengine wanasema Yeremia, wengine wanasema mmojawapo wa manabii. Lakini Yesu aliweza kuuliza wanafunzi wake akisema, lakini nyinyi mnasema ya kwamba mimi ni nani? Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Yesu aliweza kuwauliza wanafunzi wake ya kwamba wao wanamjua Yesu kama nani na wanasema Yesu ni nani. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Mstari wake ni wa 16. Biblia inasema ya kwamba Simon Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kumbuka Petro peke yake ndio aliweza kumgundua Yesu ni nani, aliweza kumjua Yesu ni nani. Aliweza kujibu akasema ya kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Swali langu siku ya leo, wewe unamjua Yesu kama nani? Yesu ni nani katika maisha yako? Wewe unamfahamu Yesu kama nani katika ufahamu wako wa mwanadamu? Unamjua haje Yesu? Haleluya, maana Petero alimjua Yesu ya kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Nitasoma mstari wake wa 17. Biblia inasema ya kwamba Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simon Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tazama wakati ambapo Petro aliweza kumjibu akamwambia, wewe ndiye Kristo aliye hai mwana wa Mungu. Kumbuka Yesu aliweza kumjibu akamwambia ya kwamba heri wewe Yona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili.
bali Baba yangu aliye mbinguni. Haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Hauwezi kujua mambo haya kama hauko kiroho. Hauwezi kujua mambo haya kama Mungu mwenyewe hajakufunulia uweze kujua mambo haya, kwa sababu haya mambo ni ya kiroho kabisa, ni masuala ya kiroho kabisa. Basi kama huko katika mwili hauwezi ukajua haya mambo kwa sababu ni ya kiroho. Haleluya! Na ni Mungu peke yake anaweza kukufunulia. Haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa hivyo maandiko inatuambia kwamba tutembee katika kiroho, tutembee katika kufunga na kuomba, tutembee katika uhaki na utakatifu, ili tuweze kugundua haya mambo ambayo yameandikwa katika Biblia hii, ili tuweze kumjua Yesu ni nani, tuweze kumjua Yesu alitoka wapi, tuweze kujua ya kwamba Yesu ni mwana wa nani. Haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Lakini katika mwili na damu hautaweza kujua Yesu ni nani, lakini katika kiroho, masuala ya kiroho, ukiwa unatembea katika kiroho, ukiwa muombezi sana katika kufunga na kuomba, ndipo utakuwa kiroho na Mungu mwenyewe atakufunulia, atakwambia Yesu ni nani. Haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Na mstari wake ni wa 18. Mstari wake wa 18, Biblia inasema ya kwamba, nami nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kumbuka wakati ambapo Petro aliweza kumjua Yesu, wakati ambapo Petro aliweza kufahamu ya kwamba Yesu ni nani. Kumbuka Yesu alimwambia ya kwamba, nami nakuambia wewe ndiwe Petro. Haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Yesu pia aliweza kumtambua Petro vizuri kabisa, akamwambia wewe ndiwe Petro. Haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Na akasema ya kwamba, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitashinda. Haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Maandiko siku ya leo inatufunza ya kwamba unapomjua Yesu na unajua ya kwamba Yesu ni nani, unapomtambua Yesu ya kuwa yeye ni mwana wa Mungu, yeye ndiye Kristo, tasama Biblia inasema ya kwamba Yesu anahakikisha ya kwamba atajenga mwamba. Atajenga mwamba, juu ya huo mwamba atatengeneza kanisa. Haleluya! Atainua kanisa ndani mwako, atainua kanisa ndani ya roho yako, atainua kanisa katika maisha yako. Unapotembea watu wanaweza kuona nuru kupitia wewe, watu wanaweza kuona utakatifu kupitia wewe, watu wanaweza kuona hali ya uhaki kupitia wewe. Haleluya! Hilo ndilo kuinua kanisa. Na tazama akaendelea kusema ya kwamba malango ya kuzimu hayatayashinda. Haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ukiwa na Yesu, mlango ya mauti, mlango ya kuzimu hayataweza kushinda maishani mwako, hayataweza kukushinda, ila wewe utakuwa mshindi. Haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ina maana ya kwamba Yesu ndiyo uhai, Yesu ndiyo maji ya uzima, Yesu ndiyo mkate wa uzima. Kwa hivyo unapomjua Yesu, hakuna jambo ambalo litasimama kinyume chako litaweza kushinda. Hakuna kitu ambacho litasimama kinyume chako litaweza kufanikiwa. Haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Siku ya leo mjue Mungu, siku ya leo mjue Yesu, siku ya leo tambua ya kwamba Yesu ndiye mwana wa Mungu, siku ya leo tambua ya kwamba Yesu ndiye aliyetuendea msalabani, siku ya leo tambua ya kwamba Yesu ndiye aliyebeba dhambi zetu, alibeba mizigo yetu. Siku ya leo ujue ya kwamba Yesu aliweza kufanyika aibu pale msalabani ili sisi tuweze kuwa baraka. Haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Siku ya leo jua ya kwamba Yesu alibeba uchungu pale msalabani. Yesu alivikwa taji ya miba pale msalabani kwa ajili yangu mimi na wewe. Haleluya! Manake kuna watu wengi ya kwamba hawamjui Yesu. Unapomwambia habari ya Yesu, anakuambia yeye hajui Yesu. Anaanza kukuuliza maswali za kijinga na ubumbafu. Anaanza kukuambia ya kwamba wewe ulimjua Yesu lini? Ulimuona Yesu wapi? Haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwa. Ile maandiko inatuambia ya kwamba Yesu ndiye Kristo, Yesu ndiye mwana wa Mungu, na
Unapomjua Yesu ni chanzo cha hekima, ni chanzo cha maarifa, ni chanzo cha kutembea katika uhaki na utakatifu. Na tazama, kumbuka, milango ya kusimu, wale milango ya mauti hayatashinda kamwe. Haleluya! Unapomjua Yesu, Yesu atapigania familia yako. Yesu atasimama na familia yako. Yesu atapigania watoto wako. Yesu atapigania masomo ya watoto wako. Yesu atapigania kazi yako. Atafungua milango yako. Haleluya! Kwa hivyo siku ya leo mjue Yesu. Kama huko umemjua Yesu, mjue Yesu ya kwamba yeye ndiye Kristo. Yeye ndiye mwana wa Mungu aliye hai. Yesu ndiyo mwana wa Mungu aliye juu mbinguni. Na utaona vile maisha yako yatakuwa, maisha yako yatabadilika, maisha yako yatakuwa katika kiwango kingine, maana utakuwa umemjua Yesu, na Yesu ndiye uhai, Yesu ndiyo baraka, Yesu ndiyo kila kitu. Siku ya leo mjue Yesu, na yeye pia atakupigania.